Muislamu anaambiwa ya kwamba sisi Arafa yetu kesho. Leo watu washasimama Arafa leo. Anaambiwa usijipe tabu kufunga. Siku ya Arafa ni kesho, Arafa yetu kesho. Hebu rudia tena tusikie vizuri. Vipi? Arafa yetu kesho. Wewe na nani Arafa yenu kesho? Watu wakiondoka katika viwanja vya Arafa, kisha wewe unasubiri uipate Arafa. Ndugu yangu, huna Arafa utakayempata, utampata Fatuma. Na huyo Fatuma ukimpata pia ushukuru, unaweza ukampata Mwajuma. Na huyo Mwajuma ukimpata pia ushukuru, unaweza ukampata Mwatima. Yani hakuna Arafa baada ya watu kuondoka Arafa. Wala usije ukajipa moyo, lakini hakuna cha lakini. Kuna mafungamano makubwa ya vitendo wanavyovifanya mahujaji walioko kule na sisi kuangalia matukio yetu. Kuna mafungamano makubwa. Saumu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, ni nani wanaoizungumzia na inazungumziwa sehemu gani? Kwanza lazima tujue ni nani anaizungumzia na inazungumzwa sehemu gani. Wanaoizungumzia saumu kama hii ni katika mlango wa fiqhi. Je, ni mlango gani? Wa hija, kwa sababu kuna alhaju Arafa, au ni wa saumu, kuna saumu yaumi Arafa? Bila shaka hupati katika zitabu za fiqhi imezungumzwa masala ya saumu ya Arafa katika mlango wa hija. Narudia tena, hupati saumu ya Arafa kwa kuwa kuna Arafa imezungumziwa katika vitabu vya fiqhi katika mlango wa hija. Kwa sababu gani? Kwa sababu lengo ni saumu. Saumu yapatikana siku gani? Siku ya yaumi Arafa. Sasa kwa nini kama yaumi Arafa na alhaju Arafa isizungumziwe kwenye hija, izungumziwe kwenye saumu? Ni kwamba hii saumu ina alaka zaidi, hii yaumu Arafa ina alaka zaidi na saumu kuliko kwa alaka zaidi hii saumu na hija. Nifahamike, kuna tofauti kusimama Arafa na kufunga yaumu ya Arafa. Hivi vitu viwili tofauti. Tutafautishe. Kusimama Arafa, kuna kusimama Arafa. Kusimama Arafa itazungumziwa katika mlango wa hija, kwa sababu hakuna atakaye kusimama Arafa ila ameenda kwa ajili ya nini? Kuhiji. Kufunga yaumi Arafa haizungumziwi katika mlango wa hija, kwa sababu afungae siku ya Arafa ni maana yeye hakuenda kufanya nini? Kuhiji. Naomba zifahamike vitu viwili kwa uzuri sana. Kuna kufunga siku ya Arafa na kusimama siku ya Arafa. Anaifunga siku ya Arafa hakwenda hija. Ndio wanazuoni wa fiqhi wasimtajie masala kama haya katika mlango wa hija, kwa sababu wewe huko kwenye hija, huwezi kuisoma hii katika hija. Na walipozungumzia kusimama Arafa hawakutaja kwenye mlango wa saumu, kwa sababu wewe ulioko hija huna saumu. Wewe kwako kuna kusimama. Kwa hiyo tutakuelezea utaanza saa ngapi kusimama na itamalizika saa ngapi kusimama, na umuhimu wa kusimama ni nini, na ubaya wa kukosa kusimama kuweko Arafa ni nini, na nini maana kusimama. Ni kusimama kwamba umesimama au ni kuweko pale Arafa? Yazungumziwa katika mlango wa hija. Kwa nini kazungumziwa kwa mlango wa hija? Kwa sababu yule anayesimama Arafa, anayekuweko mchana ule wa Arafa, huwa ni mtu ambaye kwamba lengo lake amehirimia kwa hija. Kwa nini saumu isitajwa katika mlango wa hija ikatajwa katika mlango wa saumu? Kwa sababu anayefunga siku ya Arafa hakwenda hija. Kwa hiyo wewe tutakuelezea katika masala ya saumu. Walaysa yaum alfitri awwal Shawwal mutlaqa, siku ya Eidul Fitri haizingatiwi kuwa ni siku ya mwanzo katika mwezi wa Shawwal. Manake watu wasije wakasema ikifika siku ya mwanzo ya mwezi wa Shawwal manake tushamaliza Ramadhani, leo ni Eidul Fitri. Mambo hayako hivyo. Bal yaumu yaftiru nas, siku ya Eidul Fitri ni ile siku ambayo watu wote watakubaliana mwezi umetoka, leo tunaingia katika Eidul Fitri. Anasema wakadha yaumun nahri, hivyo hivyo hii siku ya Eidun Nahri, siku ya kuchinja. Yaumu yudhahi nas,
ni ile siku ambayo watu watachinja. Yani siku hii wewe usijidanganye ukahesabu mimi nahesabu mpaka ifike siku ya 10, siku ya 10 ndo Eid, ya 9 ni Arafa, ya 10 ndo Eid. La, wanaviona wanasema Eid ni siku wale kule wakianza kuchinja, hiyo ndio siku ya Eid. Anasema wa yaumu Arafa au wa yauma Arafa, na siku ya Arafa yauma wa yaumu Arafa al-yawmu alladhi, ni ile siku ambayo yadhharu, itadhihiri lahum, kwa wao, annahu yaumu Arafa, kwamba hiyo ndio siku ya Arafa. Wanaozungumzwa hapa ni mahujaji. Nini maana kilma? Wajua fiqihi, innamal fiqhu bitafaqquhi. Sio wewe wazungumza Kiarabu utaweza kuelezea ibara za fiqihi, la, nishati ujue kaifa tufattitu al-ibarat, vipi utaweza kuzichambua zile ibara. Asema walaysa yawmal fitri au walaysa yawmul fitri awwalu shawwal mutlaqan, haiwi ile siku yawmul fitri ile siku ya kula, ya watu kula ndio siku ya kwanza ya Shawwal, la, bal yawma fitri nasi, ile itaitwa ni siku watu wameanza kula. Wakadha yawma nahri yawmu yudhi nas, kwa maana siku ile watu watakula ndio tutaita ndio siku ya fitri. Na haya ni maneno yalikuja kwa Sayyidatina Aisha, au katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alfitru yawma yafturu an-nas wal adha yawma yudhi an-nas, au riwaya nyingine yawma yudhi al-imam. Walikuja wageni kumtembelea Sayyidatina Aisha radhiallahu anha wardaha, ikawa ni siku ya Arafa, na Aisha kwa Madina, yeye amefunga kujua leo mwezi 9. Wale Sayyidatina Aisha akamwambia ya jaria, wapikie sawiqi, yani wapikie shurba, wapikie porji, wapikie sawiqi, ni unga wa ngano ile ikisagwa utangamanishwa na nyama, kwetu sisi ita shurba. Akamwambia lao mimi ningekuwa sikufunga ningekula na nyinyi. Wale wakamwambia wafunga, hujui kwamba pangine leo ni siku yaumun nahri, pangine leo ndo siku ya watu kuchinja? Akamwambia la, alfitru yawma yafturu an-nas, siku watu wakifuturu ndio Eid al-Fitr, na siku watu wakichinja ndio yaumul adha, wal adha yawma yudhi an-nas. Hakusema yawma yudhi ahlu Makkah, yawma yudhi an-nas. Sisi tutachinja lini? Siku ile sisi tutachinja ndo siku ya Eid al-Adha, sio Makkah wachinja lini. Hii ni ibara iliyopokea na Aisha, ndo mwenye Mughni al-Muhtaj akaelezea, bal yawmu fitri nasi, siku ile watu sio kule Makkah, hajadhifia kwa Makkah. Yawma fitri nasi, siku watu watakula, ni kula ndio siku itaitwa ndio siku ya fitri hiyo. Kisha akasema wakadha yaumun nahri, na hukumu ni hiyo hiyo tena. Napenda elewe kwenye fiqihi katika madhhabu ya Imam Shafi'i, ukisikia kadhaa ni kwamba hii ibara ina ikhtilafu ndani yake. Hii kaida chukua we mwanafunzi, kwenye fiqihi ya Imam Shafi'i ukisikia wakadha kadha wakadha au wakadhalika kadha, ni kwamba hili lililoelezwa kwa kupitia kadha lina ikhtilafu ndani yake. Asema wakadha yaumun nahri yauma yudhi an-nas, siku ya kuchinja ni siku ile watu watakao kuchinja watu, hakusema Maka itakavochinjwa. Wa yaumu Arafa, na siku ya Arafa hapa sasa yeye ndo ametaka kutukota sisi Mashafi. Wa yaumu Arafa al-yawmu alladhi yadhharu lahum, ni siku ambayo itawadhihirikia wao annahu yaumu Arafa, sawaan at-tasi wal ashir, sawa iwe ni siku ya 9 au ni siku ya 10, ikitudhihirikia. Hakusema, angesema sawaan waqafa an-nasu au lam yaqifu, au angesema wa yaumu Arafa yaumu yaqifu an-nasu fi Arafa. Wa yaumu Arafa al-yawmu alladhi yadhharu lahum, ni siku itawadhihirikia kwamba kwa wao annahu yaumu Arafa, kwamba hii siku kwa wao ni siku ya Arafa. Kisha akaja question mark,
Ni nani kwa leo haimdhihiriki kuwa leo ni Arafa, kwamba watu wamesimama Arafa? Ndio hapa nina suala, tupeni taarifa ya yaumu Arafa ni siku gani? Mkisha kutupa hii taarifa tutakubaliana na nyinyi. Watakwambia yaumu Arafa ni yaumu tasi, ni siku mwezi tisia. Sasa mwezi tisia wasuudia, mwezi tisia wetu, watakuja wakwambie iko riwaya kwamba kuna mwanachuoni amesema kwamba katika mwezi wa Dhulhijja, katika mwezi wa Dhulhijja, sikiza vizuri, hii ni riwaya yatembea sana kwa wao. Katika mwezi wa Dhulhijja haifai kuangalia matlai ya kokote. Hii ni takhsisi kwamba mwezi wa Dhulhijja tu tuangalie Maka. Tupeni hadithi, Mtume amesema mwezi wa Dhulhijja haifai kuangalia matlai ya kokote, twafaa kuangalia wapi? Maka. Bas wakitupa hadithi, ahlan wa sahlan wa marhaba mashekhe zetu, kwa sababu wao huwapenda sana. Haifai kuhusisha ibada ila kwa nasi ya Qur'ani au kwa nasi ya hadithi. Kwa nini hoyo mwanachuoni wenu ahusishe, anene mwezi wa mfungo tatu, hutoangalia mji wako wasemaje, wewe angalia Maka? Hii ni takhsisi. Tuambieni, Mtume alihusisha, masahaba walihusisha, maimamu wanne wamehusisha. Kuna nasi ya Imamu Ahmad bin Hanbal, manake ndio mnyinyi mumfuatao. Kuna nasi ya Ibn Taymiyyah, hakuna. Sasa hii takhsisi mumeitoa wapi? Maneno mazuri, lakini mumeyatoa wapi takhsisi? Kwa hadithi gani? Tupeni hadithi hata dhaifu. Sasa katika kufasiri kwake yeye amesema wa yaumu Arafa, na siku ya Arafa, al-yawmu alladhi, ni siku ambao kwamba yadhharu, itadhihiri, lahum, kwa wao, annahu yaumu Arafa. Hakusema ni siku watakuwa na hakika kupitia, itadhihiri, haikudhihiri. Ndiyo sisi twaona kwamba mahujaji wasimama, wale wasimama, sisi tunataka kufunga, sisi tunatakiwa kufunga mwezi tisia. Sisi hatutakiwi kuangalia mahujaji wamesimama lini na kuja kusema sasa wale Arafa si ndio ibada kubwa? Ibada kubwa kwa hija, si ibada kubwa kwa saumu. Arafa, alhaju Arafa, hija ni Arafa. Kwa anayekwenda hija asikose Arafa. Lakini kufunga ni yaumi Arafa. Si kufunga ni siku ya kisimamo, ni yaumi Arafa. Kufunga ni yaumi Arafa. Tafsiri ya yaumi Arafa, tufasirieni hii ni yaumu Arafa. Siku ya Arafa ni siku gani? Mwezi tisia. Balini? Mfungo tatu. Mfungo tatu wa wapi? Saudia. Tupeni dalili. Kuna wanazuoni wasema mwezi ukionekana popote yafaa. Ikiwa yafaa kwenu ukionekana popote, kwa nini sifai kwetu tukiona kwetu? Kwenu yakubalika, mwezi ukionekana popote yafaa kufuata. Sasa Saudia si umeonekana, yafaa kufuata. Ingekuwa ni lazima kufuata, mimi ningekuwa tayari. Niko tayari mimi. Ingekuwa ni lazima. Lakini madamu yafaa kufuata, kinyume chake na pia yafaa kutofuata. Kwa nini unilazimisha mimi niwe ni lazima na mimi kufuata, na kumbe ni kwa yafaa si lazima? Wewe nilazimisha, huna nasi ya kunilazimisha. Hakuna nasi mwezi ukionekana Saudia lazima tufuate, la. Nipe nasi ya hadithi. Nipe nasi. Hadithi ya Kuraibu wao hawaitaki. Ndio tatizo. Ingekuwa hii hadithi imepokewa na Ibn Taymiyyah au Bimbazi au Ibn Uthaymeen au Albani, wangesema, au ingekuwa sahaha Albani, hata kama hako katika ilmu ya kutashihi. Lakini wao wakikwambia kwamba yafaa mwezi, wanazuoni wasema yafaa mwezi wa popote. Kwetu si popote. Sasa sisi mwezi wa popote sisi hatukuuona, tumeuona siku ya pili. Kwa nini tuwe lazima tufuate ambako umeonekana na sisi twaweza kufuata? Kwa nini twaweza kufuata sio kwetu, hatuwezi kufuata ambao ndio kwetu? Siku ambayo itawadhihirikia watu kwamba leo ni siku ya Arafa, hiyo ndo siku ya Arafa. Hakuna mambo ya kuhesabu kalenda. We kama kwenu ikiwa ni tarehe 8, ikiwa ni tarehe 9, tunaowaangalia hapa, tunawaangalia wale ndio ambao Mwenyezi Mungu atazungumza na malaika jioni ya siku ile kuwasifu wale.
hatuangalii tarehe, tunawaangalia wale ndio wale ambao Mwenyezi Mungu anawazungumza. Ni nani katika jamhuri ulama amesherehesha saumu yaumi Arafa hakutia tasi min Dhulhijja? Kwa nini asitie biwukufi? Kufunga Arafa ni kwa kusimamiwa Arafa, aseme kufunga Arafa ni kwa siku ya tisia. Anayeweza kusema mi haijanidhihirikia kwamba leo ni siku ya Arafa, mi sijui. Tunaona kila nyumba imefungwa wifi, weka TV yako wazi kuanzia leo mpaka isikupite siku ya Arafa, utawaona watu wako katika viwanja vya Arafa. Na maana mimi jua pia niliangalia kwenye TV limezama Saudia kujiliza. Tena tunazo ma TV majumbani, tuna ma wifi, tuna ma YouTube. Mimi naona kuadhiniwa magharibi Makka ni ile. Naona na hakika ni ile. Kwa nini kwenye Arafa lazima, kwenye saumu haifai? Tupeni nasi iliyokuambia kwamba kwenye Arafa yafaa kuangalia TV, kwenye adhani ya magharibi haifai kuangalia kwenye TV. Tupeni. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tupeni dalili ikiwa kweli. Ikiwa nyinyi mwajua kufasiri fiqihi kama fiqihi, tuambieni. Mimi nikiona kwenye TV kwamba leo ni Arafa, watu wamesimama, nafaa kusema leo ni Arafa. Mimi nimeona kwenye TV kwamba kesho watu ni hija, ni Idi, nafaa kutoa Idi. Lakini sifai kufuturu, na nimewashuhudia watu wafungua muadhini. Sifai. Kwa sababu gani? Jua bado naliona liko. Sifai kuswali alfajiri ikiwa saa 10 kwetu bado haijaingia. Maka imeingia, Saudia imeingia, Madina imeingia. Sifai. Naona wale waswali alfajiri, mimi sifai. Kwa nini? Wakati bado. Kwa nini kwenye hili yafaa, kwenye hili halifai? Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Nilikuwa nizungumzie masala ya kuchinja, lakini naona muda sikuupata. Lakini inshallah kesho pia nina darasa. Naomba wale watakao kuwa kwenye Tisona hawafuati Zoom ya kesho ya London, wafuate kwenye YouTube yangu au Facebook yangu. Nitaelezea masala ya kuchinja kesho. Leo tumezungumza Arafa, kesho tutazungumzia kuchinja ni siku gani, yaanza lini, adabu za kuchinja, nani analazimiwa kuchinja, nani hafai kuchinja, hayawani gani hafaa kuchinjwa, na namna kugawanya zile nyama. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahsantum wa jazakumullahu khair.